kumkumbuka Nuhu na watoto wake na wanyama na nchi, Mungu ameikumbuka Tanzania kuanzia sasa. Sasa nina neno la Bwana kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 8 mstari wa 5. Naomba nisomwe. Mwanzo sura ya 8 mstari wa 5, naomba nisome nilisikie. Na watu walisome kwenye skrini zao. Okay, tusome Mwanzo sura ya 8 mstari wa 5. Maji yakapunguka. Niwasikie wote. Maji yakapunguka hata mwezi wa 10. Mwezi huo wa 10, siku ya kwanza ya mwezi, vilele vya milima vikaonekana. Rudia tena kwa mara nyingine. Maji yakapunguka hata mwezi wa 10. Mwezi huo wa 10, siku ya kwanza ya mwezi, vilele vya milima vikaonekana. Maneno haya yanazungumza wakati ule Mungu ameigarikisha dunia ya kipindi cha Nuhu. Maana yake kulikuwa na dunia, kulikuwa na ardhi nzuri, mimea, kulikuwa na miti, wanyama na dalili zote za maisha mazuri. Halafu likatokea tukio baya ambalo ni tukio la gharika. Gharika si njema, ndio maana Mungu aliamua kutengeneza agano baadaye ya upinde, kuzuia ubaya huo usije ukajirudia hata kama aliruhusu yeye. Kwa gharika ni ishara ya ubaya fulani uliokuja ukaharibu maisha ya kwanza, au ubaya fulani uliokuja ukaharibu mpango wa kwanza mwema wa Mungu. Maana yake Mungu aliumba mbingu na nchi, kulikuwa na hicho kijani, kulikuwa na wanyama, kulikuwa na mimea, kulikuwa na ustawi. Halafu ghafla uharibifu huo wa gharika ukaja. Mnanisikia? Amen. Sasa huo uharibifu ulipokuja, baada ya muda rehema za Mungu zikazungumza kwenye maisha ya Nuhu na watu waliobaki. Maandiko yanasema Mungu akawakumbuka Nuhu na watu wake walioko kwenye safina. Mungu akawakumbuka. Kungekuwa na spidi kubwa kwenye kutafuta maandiko, ningesema hilo andiko wawekee kwenye screen. Maandiko yanasema Mungu